Sababu kuu na ni kubwa zaidi za ufa ndizo ambazo nataka nizizungumzie hapa. Sababu kuu za ufuatiliaji wa mpakato wa zege, ufa mkubwa katika slabu. Ufa unaozungumzia ni ule ambao ni wa kwenye slabu au kwenye jamvi vile baada ya msingi kwa wamejenga, watu wamejaza kifusi mle, wakapanga hadiko, kisha wakamwaga zege lile eneo lote la msingi. Ndio hilo nalo nataka kulizungumzia hapa. Ndio hizo sababu. Sababu ya kwanza, kuto kusawazika kwa udongo. Yaani ule udongo unapokuwa haujasawazishwa vizuri huwa unaleta sababu hizi. Au wengine wanasema sababu moja hapo ni sababu kuu zaidi ya tatizo hili husababishwa na kifusi au udongo wa chini kutojazwa, kufinywa vizuri. Yaani haujazwi na kufinywa, kushindiliwa vizuri. Mabadiliko ya unyevu kwenye udongo, mfano udongo mfinyazi unaposinyaa, haya husababisha mabaki ya mimea au udongo laini usioondolewa, na wenyewe pia husababisha mashimo ya mabomba kutofinywa vizuri. Yale mashimo ya mabomba yale kuto kushindiliwa vizuri mbali mabomba. Ndio kuzungumza mabomba, najua mnaelewa ni mabomba yapi. Kwa hiyo ufa hufuata njia ya bomba lililotitia. Upande mmoja huenda chini, mwingine hubaki juu. Kwa kule kunapoenda chini na lile zege ndio litatia pale, kwa hiyo ule ufa utatokea kwa sababu utakuwa limejivuta. 2. Kukosekana kwa maungio sahihi ya ujenzi. Hii tunaita kukosa saw cut joint, hakuna expansion joint, hakuna doors. Zege hupasuka katika sehemu dhaifu kwa sababu hakuna muungo dhaifu. Hakuna muungo. Hapo nielewe vizuri, hakuna muongozo wa ufa. Kwa lazima huko kunakuwa na sehemu takiwa icholewe, kwa sababu hapa ndio utakapokuwa ufa sasa, kwa sababu nakuwa halijaandaliwa hiyo sehemu. Kwa hiyo zege huwa linatafuta sehemu yenyewe, kozo huwa ina changamoto pia. 3. Chuma cha kujazia replacement kwa kidogo kuwa kidogo au kuwekwa vibaya. Mesh kubaki chini baada ya kuwa katikati ya slab. Yaani ile mesh ile inatakiwa katikati ya slab, lakini utakuta yenyewe ipo chini kabisa, kwa hiyo inakuwa haina msaada. Kukosekana kwa continuous bars, kukosekana kwa doors katika maeneo ya joints. Hii husababisha zege kupasuka kwa urahisi ikiwa chuma hakipo kwenye sehemu ya mvutano. Namba 4. Ukaushaji wa mapema. Jua kali, upepo na uvukizaji mwingi. Kukosa udhibiti mzuri wa unyevu baada ya kumwaga zege. Hii huleta ufa mkubwa hasa chini ikiwa ni laini. 5. Mashimo ya mabomba yaliyotitia. Sababu ya mara kwa mara sana kujazwa kwa udongo laini, kutosafishwa vizuri, mvua kuingia baada ya kujaza. Hii inasababisha slabu kupasuka moja kwa moja juu ya njia ya bomba. Ile jamvi hapo tunasema slabu ni ile jamvi. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo yaliyosababisha hilo zege kama mnaloliona hapo. Nimetumia mfano wa hii picha kwa sababu sikuwa na picha nyingi za kuonyesha mara kwa mara. Kwa hiyo nimetumia, kwa ukiona sehemu yote umetokea changamoto linaloendana na hiyo picha, basi ujue hicho ndio chanzo ambacho nimekutajia hapa. Kumbuka, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Shukrani.